Msikilizaji, karibu katika kituo chetu. Kumbuka kwamba hichi ni kituo nambari 1 katika kukufahamisha na kuhakikisha kwamba tunawasilisha taarifa punde zinapoweza kutokea. Lakini pia tunakupatia taarifa za kikweli, taarifa ambazo tumezichanganua zaidi na kuweza kukupatia uelewa kwa njia ambayo ni nyepesi mno. Ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, basi endelea kukusia msikilizaji, chukua nafasi yako ili uweze kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia, lakini pia kwa wa kwanza kufahamika. Ukipata nafasi zaidi, endelea kushare kanda zetu kwa vikundi tu kadhaa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazidi kufikia watu wengi zaidi na taarifa zetu zinazidi kufika mbali zaidi. Sasa msikilizaji, siku ya leo hii Bwana Gwajima amepata kuzungumza kuhusu kutenguliwa kwa Bwana George Simbachawene katika nafasi ya waziri wa usalama wa ndani. Bwana Gwajima ama Askofu Gwajima amekashifu kitendo cha rais kuwaondoa viongozi wanaodhihirisha ubora wao kwenye serikali na kuwatia viongozi ambao wanazingatia masharti ya rais kutekeleza wajibu wao. Na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi, wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Sasa mimi nina mapendekezo yangu ya muhimu sana, na mapendekezo haya yasipoeleweka nitarudi tena kuongea na nyie. Mimi nawaza kwamba huyu mkuu wa chombo huyu, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama, ameteuliwa na rais, alafu huyu mkuu wa idara ya usalama anafukuzwa kazi na rais. Ikitokea huyu mkuu wa idara ya usalama amepishana na mheshimiwa rais kwenye jambo ambalo ni la maslahi ya nchi, sisi ni wanasiasa. Mheshimiwa rais au mwanasiasa mwingine yote angependa maslahi yake ya kisiasa ya shamili. Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake shamili. Kila mtu angependa. Akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania. Halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi. Mfano msikilizaji, nafasi ya waziri ni nafasi ambayo rais wa nchi ndio ana mamlaka ya kupatia mtu binafsi, na anakuteua ili uweze kumsaidia kufanikisha ama kufikisha huduma kwa wananchi. Na kupata nafasi ile una viwango ambavyo umevipitia vya kimasomo, una ujuzi zaidi wa kufanya kazi ile. Kwa sababu hiyo, ukipewa nafasi na ukahisi kwamba kuna kitu akifanyiki njia inayostahili, ukapendekeza tofauti katika jambo hilo, na tofauti hizo hazijampendeza rais anaweza kukutimua kazini. Jambo hilo ndio limeweza kumtokea Bwana George Simbachawene kwa kuleta mabadiliko katika idara ya polisi ambayo hayakumfurahisha Samia. Sasa Askofu Gwajima ameweza kushtumu Samia
kwa kuongoza serikali kwa njia hiyo, kwa sababu msikilizaji, kila mtu ana njia yake ya kuweza kufanya kazi, na kila mtu akipewa nafasi, bunge linahakikishaga kwamba amehitimu na ana ujuzi wa kutosha wa kutekeleza majukumu yake katika ofisi ile. Kwa hivyo hahitaji masharti ya rais kutekeleza kazi ile, pengine ushauri tu. Askofu Gwajima amesema kwamba rais ameyatumia mamlaka yake vibaya kumtengua waziri Simbachawene mamlakani kwa sababu ya kuleta mabadiliko katika idara ya polisi. Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake ishamiri. Kila mtu angependa. Akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania. Halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, anaondoka. Kwa sababu huyu naye mshauri mambo ya kizalendo ndio ana mamlaka ya kufukuza kazi, unaondoka, analetwa mwingine. Akiletwa mwingine na yeye akionekana yeye kuna mambo fulani fulani ambayo, mimi natoa mifano, kuna mambo fulani fulani ambayo ni ustawi wa nchi, naye anayakwamisha, yamekuja, lakini yeye anashauri, bwana, mimi naona mheshimiwa, ili jambo tusilifanye kwa sababu linahatarisha usalama wa nchi. Akikataa anafukuzwa, atakuja anaitwa mwingine, na yeye anaambiwa, bwana, tunaelekea hivi. Lakini yeye kwa profession, kwa taaluma yake, anaona hili jambo kwa usalama wa nchi, kwa uzalendo wa nchi, kwa future ya nchi haliko sawa. Akakataa, naye anafukuzwa. Atakapokuja wanne atakubali, kwa sababu hawa ni binadamu wenye ana familia, huyu mtu ana watoto, ana maisha, ana ambition, ana watu wanaomtegemea, ni mtu. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi ni binadamu kama binadamu mwingine yeyote. Akiona wenzangu walitetea maslahi ya nchi wamefukuzwa, na mwenzangu mwingine amefukuzwa, itabidi mtu akubali. Mimi sisemi kwamba kuna mtu amekubali kuacha kutetea uzalendo wake akawatetea wanasiasa. Mimi nakupa mfano kwamba atakubali. Nikupe mfano kwa mfano. Kwa mfano msikilizaji, polisi wanasababisha visa vya utekaji huku wakiwa hawajavaa sare rasmi wakati wa usiku, na wanakosa kuwapeleka wale waliowateka mahakamani ama sehemu ambayo wataweza kupatwa na wapendo wao. Waziri Simbachawene alikataa, akapendekeza kwamba kuwepo na ukamataji wa mchana ule ambao wananchi wameuzoea. Polisi waliovaa sare rasmi za polisi wanaonyesha kadi zao za kazi, wakisababisha ukamataji tena iwe mchana. Ndio isiwe kwamba polisi na wananchi hawapatani. Hatua hiyo imefanya Samia Suluhu kumtengua bwana Simbachawene kutoka ofisi ya waziri wa usalama wa ndani wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji, ina maana sasa tunajenga nini msikilizaji, ikiwa tunawaondoa viongozi wanaolitakia taifa ubora na kuwaleta wale ambao wanaweza kusikiliza tu kile ambacho kinasemwa kutoka kwa wakubwa na kukitekeleza hicho. Ina maana Samia hana Watanzania moyoni mwake.
yupo kwa ajili ya kujinufaisha na kunufaisha wale ambao wapo karibu na yeye. Bwana Askofu Gwajima amekashifu kitendo kile cha Samia kumtengua waziri Simbachawene na kupeana nafasi yake kwa kibaraka wa CCM. Kulingana na Askofu Gwajima, taifa haliwezi kupiga hatua mbele ikiwa viongozi bora wataendelea kutolewa serikalini na kutia wale wanaosikiliza masharti ya rais. Lakini pia amependekeza mabadiliko katika uteuzi wa mawaziri na ufutaji wa mawaziri ili kwamba isimpatie rais nguvu zaidi za kuajiri na kufuta bila kufuatilia kanuni zozote za kikatiba au bila kuweza kuonyesha makosa rasmi ya mtu aliyoweza kuyafanya yakamsababishia aweze kufutwa kazi. Utaratibu huo, msikilizaji, utahakikisha kwamba viongozi ambao ni bora wataendelea kusalia katika kuhudumu nafasi za serikali na kuwapa wananchi huduma ambazo zinafaa, msikilizaji. Lakini bila hivyo, viongozi bora wataendelea kupunguzwa serikalini na serikali itabaki ya wale watu ambao ni vibaraka, ambao hawajali, ambao wanafikiria tu kujinufaisha wao na familia zao. Msikilizaji wangu, zidi kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia nakualika uzidi kutufuatilia ili kuhakikisha kwamba tunazidi kufahamishana kwa upamoja wakati tunashare taarifa kama hizi, msikilizaji.